waandishi wa habari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya tukio la kifo cha Bibi Atugafile Mtulo, huyu ni Mbena, miaka 90, mkazi wa Igima, kilichotokea siku ya tarehe 2 mwezi wa 3 2025 nyumbani kwake Igima. Ni kwamba Bibi Atugafile Mtulo alifikishwa katika kituo cha polisi Igwachanya Wanging'ombe tarehe 15 mwezi wa 2 na baadaye katika hospitali ya wilaya ya Wanging'ombe ambapo alipatiwa matibabu ya majeraha aliyokuwa nayo usoni, huku akiwa hawezi kuzungumza jambo lolote. Wanandugu ambao walifika naye katika kituo cha polisi na baadaye hospitali waliendelea kumhudumia hadi tarehe 20 aliporuhusiwa kutoka hospitali na kurudi nyumbani kwake. Toka tarehe 20 mwezi wa 2 2025, Bibi Atugafile Mtulo aliendelea kupata matibabu akiwa nyumbani, akiwa anauguzwa na wanaye hadi ilipofika tarehe 2 ya mwezi wa 3 alipopoteza maisha. Wakati wa mazishi yake siku ya tarehe 3 mwezi wa 3 kulitokea swala la sitofahamu baada ya wanasiasa kuingilia katika msiba huo na kulitaka jeshi la polisi kutoa taarifa au majibu mpaka ifikapo tarehe 17, la sivyo wataandamana. Niwaombe tu wananchi tuyapuuze maagizo hayo ya hao wanasiasa ambao wanasema kwamba wataandamana tarehe 17, lakini vile vile tutahadharishe umma kwamba maandamano ya aina yoyote yapo kwa mujibu wa sheria, na kukiuka kwa kufanya maandamano hayo, jeshi la polisi tutawachukulia hatua watu wote watakaoandamana kwa mujibu wa sheria. Niwaombe tu wananchi wa Njombe waendelee kukaa kimya. Jeshi la polisi tunaendelea na uchunguzi, na wale wote waliohusika na tukio hili watakapokuwa wamebainika watakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Tuungane kwenye hili bila kujali itikadi zetu, tupate suluhisho. Nimesema baada ya siku 10 na ngapi? 14. Itakuwa tarehe ngapi? 17. Asante dadangu. Tarehe 17 wa Igima. Bila kujali itikadi zetu, tutaenda makao makuu ya jeshi la polisi Wanging'ombe kuuliza hatima ya misiba hii, upelelezi umefikia yapi? Nisikilizeni, hakuna wa kuwapiga mabomu, hakuna wa kuwazuia, ni haki yenu ya kikatiba. Tumekuja mwihala bila matatizo, mwihala mlivapole tuisile huhuta upelelezi ufile huina twisa hatuele wenye vaisu ya mpevili zama na ni seriali ya hutulinda upelelezi tuwe na simu ikoma sa majibu ya abuni la masa yawe suye nani majibu yao ndio yatakayofanya tuandamane au tusiandamane. Wakija kishari tutaenda nao kishari, wakijibu kibusara na wakatupa majibu yanayoeleweka tutawasikiliza. Unajua hapa duniani ishi sio kuishi. Ishi umeishi ishije? Umezalisha nini? Umefanya nini kitakachofanya wana Igima wakukumbuke? Yaani umefanya nini? Kuishi sana sio shida. Je, siku ya msiba wako watu watasema nini? Leo hii bibi wa watu alikuwa mwanachama wa Chadema. Sio tu kuwa mwanachama wa Chadema, hata wewe mwingine usikubali kuishi bila chama chochote, bila kuamini kwamba mimi naamini katika sera za CCM au mimi naamini katika sera za Chadema. Ukanisa suri eho, ufyama suri eho, ufikundi suri eho, alafu vembela yena. CCM haupo, Chadema haupo, ACT haupo. Kwenye vikundi vya kina mama tuzikane sijui haupo. Leo tutazungumza nini kwenye kaburi hili? Yaani siku umekufa, tutazungumza nini? Kokote haupo, labda kwa hao wauaji labda. Kwa hiyo tutafakari hatima ya maisha yako. Siku ukifa, watu watasema nini kizuri dhidi yako? Au watasema bala lifa lihi sikifia veni? Au bala lifa lihale lihavi? Au ndo tutasema hivyo?